Saa hii hautendi dhambi. Unanishangaza bwana. Sasa utaishinje? Unajua Biblia imetuambia tukisema kwa nini nasema sitendi dhambi? Rudi hiyo andiko. Moja. Inasema kwanza kabisa unajua dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Okay, dhambi. Maandiko yanasema dhambi ni nini? Oh, good. Inakuwa vizuri Biblia ikisema. Yohana 16. Lakini kabla asome ile andiko. Pamoja? Nimekuuliza. Wewe unatenda dhambi? La, asha. Utendi dhambi? Nilikuwa mwenye dhambi. Sasa tufundishe dhambi ni nini kwanza? Dhambi ni nini? Dhambi. Yohana 16. Inasema Yohana 16:7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Nimesoma. Naye akiisha kuja, huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaamini mimi, kwa sababu habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamtaniona tena. Kwa sababu ya dhambi. Hawafanyi nini? Kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi inasema kwa sababu ya dhambi hukuniamini mimi. Hapo. Kwa hivyo dhambi ni kukosa kuamini kazi ambayo umesikia vile andiko limesema? Andiko limesema kwa sababu ya dhambi, chanzo kwa sababu ya dhambi ndio maana hawakuamini Yesu. Si Yesu angesema kumwamini ndio dhambi. Amesema kwa sababu ya dhambi hawakumwamini yeye. Sikiliza sasa ni kutokumwamini. Hapana, andiko sikiliza dhambi ni nini kwa Biblia. Hiyo ni maelezo yako, lakini Biblia inapoeleza dhambi katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5:10 na samani kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni kuvunja sheria. Unasikia? Sheria inasema usiue, ukiua ndio umetenda dhambi. Ni sheria. Sikiliza, andiko limesema ni sheria, si amri. Si usikilize. Andiko limesema kufanya dhambi ni kuvunja sheria. Kufanya dhambi ni kuvunja sheria. Sasa ndio nataka nikuulize swali. Wewe umeniambia wewe si mwenye dhambi, si ndio? Mzee, wewe ni mtakatifu, si ndio? Ndio. Wewe si mvunja sheria. Sikiza Ezekiel 5:1 inasema nawe mwanadamu. Kena maandiko mengi tunarukaruka hapana, unajua ni wewe. Soma maandiko moja. Hebu nisome moja hivyo tu. Hebu nisome hiyo moja nisaidie. Wewe umeniambia hivi. Wewe ni si mwenye dhambi, ni mtakatifu. Ndio. Na ukasema mwalimu wako ni Paulo. Sasa hebu sikia andiko sasa uniambie kama wewe kweli ni mtakatifu. Ezekiel 5:1 inasema nawe mwanadamu unjipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi ukanjipatie, ukaupitishe juu ya kichwa chako, unyoe kichwa na ndevu zako. Wewe umenyoa ndevu na kichwa, na Biblia imesema unyoe kichwa na ndevu, kumaanisha bado umevunja sheria ambayo Mungu anasema hapa. Sasa utakuaje mtakatifu na unavunja? Okay. Hii ndevu nani anafanya ime? Biblia ndiyo imesema unyoe. Nakuuliza. Nani anasababisha ndevu yangu? Ni mwenye kusema unyoe. Sikiza kijana yangu. Wewe nywele uko nayo kwa kichwa, nani anasababisha ime? Ni Mungu. Mimi ndevu nani anasababisha ime? Ni Mungu. Kazi ya Mungu ina makosa. Sasa yeye ndiye huyo mwenye kusababisha ime ndiye amesema unyoe. Hata Musa alikuwa na ndevu. Andiko. Nipe andiko basi. Nipe andiko liseme alikuwa na ndevu. Siwe movie yenye uliona kwa TV. Hiyo ni movie bwana unatuelezea. Unajua ndevu. Tupe andiko bwana. Na hata kuwa na hii nywele nyeupe, hii ni utukufu wa Mungu. Andiko basi sawa. Tupe andiko liseme hivyo. Kuna nyanda kuwa na ndevu na hawana. Sawa ni andiko. Unajua tusitegemea akili zetu, toa andiko. Sasa umekuja mambo ya mwili. Sasa tena mambo ya ndevu imetokana na nini?
Hapana, mimi nimekuonyesha kwamba mwanadamu sisi ni watenda dhambi. Unajua vile nimetuambia asemaye hana dhambi ni muongo. Poa. Asemaye hana dhambi ni muongo, ndivyo Biblia imesema. Sasa kumepatikana mtu anadai amefundishwa na Paulo anayesema ana dhambi. Sasa ina maana Paulo anasema wewe ni muongo, lakini unasema Paulo ni mwalimu wako. Sasa nilipozaliwa mara ya pili, nikafanyika kiumbe kipya. Nilikuwa mimi sio kiumbe kipya. Nikafanyika kuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo mimi nakiri na kinywa changu sina dhambi, mimi ni mtakatifu, mimi ni mwenye haki, na mimi ni mkamilifu. Kwa andiko gani? Kwa andiko gani? Petero wa kwanza. Tuende Petero wa kwanza. Petero wa kwanza? 1. Hata baya anachanganyikiwa na chai ya lamini. Mzee, soma. Acha soma. Lakini mzee kabla soma. Mzee, acha soma alafu niulize. Hata baya anachanganya. Inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita baba yeye hukumuye kila mtu pasipo hapo. Kwa hivyo mimi aliniita nikaitikia. Kwanza umeelewa hilo andiko? Andiko linasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nani iweni watakatifu. Sasa ni matendo. Kwa mwenendo. Ni mwenendo, tunasema mwenendo. Soma. Kuna mwenendo na matendo. Sikiliza andiko. Linasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo. Si ndio? Hata mimi mwenendo wangu ni mtakatifu. Nataka kuja hapa ni mtakatifu, hata kuongea nini. Na ndio sasa niko na swali hapa. Kwa hili andiko niko nataka nikuulize swali. Paulo wale anaambia yule anaambia kwanza nikikwambia ukuwe mtakatifu, nikumaanisha wewe si mtakatifu? Si mtakatifu. Haujekuwa. Sawa. Nikwambie kuwa dereva. Nikumaanisha mimi si dereva. Haujekuwa dereva. Unaniambia niwe dereva. Utakuwa na license. Na sikiliza. Wacha kwa license. Ni mfano. Nataka kuwa dereva. Na baada ya kuwa dereva utakuwa na license. Sasa ndio nataka kuwa. Kama hujekuwa. Sasa ndio nataka nikuulize swali. Kwanza kabisa kwa ile andiko muktadha wake. Nataka nikuonyeshe muktadha wake. Inasema tusome mstari huu wa 13. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu. Huyu ni Paulo anamwambia Petero, si ndio? Na kuwa na kiasi. Mtu anayeambiwa awe na kitu kumaanisha kwanza lazima ana. Huwezi kuniambia wewe usikue mwizi tena, iwe mimi sio mimi kwanza ni mwizi. Kwa hivyo kwanza Paulo yule anayemzungumzia kwanza ana dhambi, si ndio? Na Biblia iliandikwa ili kwetu sisi siku ya leo. Kama Paulo alijua hakutapatikana wenye dhambi, angeandika hii. Na kwanza unakiri Yesu alikuja na akafa duniani na akaenda, si ndio? Unajua Yesu alikufa kwa ajili ya akina nani? Sasa unasema unafuata Yesu. Yesu alikufa kwa ajili ya akina nani? Ni swali nzuri. Najibu hiyo kwa Biblia. Jibu. Jibu. Tupe andiko. Kachanganyikiwa jamani. Kimwili inaonekana Yesu alikufa, lakini ukweli ni kwamba Yesu hakufa. Kwa sababu kuna mtu anaweza kumuua. Kufa. Kimwili. Wewe ni Muislamu sasa. Kimwili. Wewe ni Muislamu. Wewe ni Muislamu sasa. Mimi ni Muislamu, nyinyi ndio msema mimi ni Muislamu. Kulingana na maelezo hiyo ni ya Waislamu. Utasemaje Yesu hakufa? Na nikikupa andiko alikufa. Kimwili kweli alionekana amekufa. Kimwili. Lakini kiroho hakuna mtu anaweza uua Yesu. Kiroho. Sisi tunaongelea mwili. Yesu alipokuwa duniani alikuwa na mwili. Sisi tunaongelea mwili. Hatuongelee Yesu roho, tunaongelea Yesu mwili. Kama mwanadamu. Si ndio? Huyo ndiye Yesu tunaongelea. Alijivisha wanadamu. Si ndio? Kwa hivyo nyinyi tukiongea na nyinyi acha niongee kimwili. Sababu mnaongea kimwili. Sasa mambo ya kiroho hapo nyinyi mko. Sasa kuna mambo ya kimwili na mambo ya kiroho, na mambo haya mawili hayaambatani. Ukweli ni kwamba kuna mwana anaweza uwa Yesu. Juu Yesu ndio uzima. Tupe andiko lina Yesu sisi hatuongelee Yesu unajua Yesu ndio njia na uzima. Hakuna mwana atamuua. Lakini mwili wa Yesu ulikufa. Si ndio kimwili. Sasa unapokuja si nimeeleza vizuri.
kimwili anaonekana kweli alikufa. Na unasema hakufa. Hakufa. Sasa na kuna andiko. Mzee. Ndio mzee, tusilete mzaha kwa mambo ya Mungu. Si ndio? Kuna andiko. Kwa maana huwa hizo. Nani amuue? Andiko. Hakufa. Kimwili. Tufuatane. Sasa mwili ulikufa ni wa nani? Ni wa Yusufu ama ni wa nani? Pale kwa kimwili ndio alionekana amekufa. Ukimsulubisha kwa muda atapata sababu kampeleka kwenye pango sio kaburi. Ndio. Juu ya kuweka kwa kaburi. Hakuwekwa kwa kaburi. Hakuwekwa kwa kaburi. Ni kuonyesha aliwekwa kwa kaburi. Kulingana na hii Biblia inasema kaburi, lakini yeye aliwekwa kwenye pango. Sasa kwani tunasoma Biblia gani? Sasa Biblia iko tofauti. Na Biblia mingi zimetokea ambazo zinaongeza na zinapunguza. Sasa iko wapi yako yenye isemi kaburi? Hakuwekwa kaburi. Sawa, hiyo ina hoja. Turudi mahali unatuambia wewe ni mtakatifu. Ndio tumekuuliza Yesu alikufa kwa ajili ya kina nani? Kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Sasa ndio nakuuliza swali. Maana alikufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Ni dhambi ipi alikufia? Okay, ni dhambi ipi? Maana dhambi zipo mbili. Sasa ni dhambi ipi alikufia? Yohana wa kwanza. Kumalizia sasa kuna penye nitakuja hata kesho na siku nyingine. Yohana wa kwanza. 5:16 inasema Mungu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima wa milele ya hawa watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kila lisilo la haki ni dhambi. Na dhambi iko isiyo ya mauti. Tunajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda wala yule. Sasa ni dhambi gani? Ndio nimekuuliza. Alikufia kwa ajili ya dhambi ya mauti. Ndio nimekuuliza ni dhambi gani? Maana kuna dhambi zinazotendwa siku za leo na dhambi iliyokuwa ya Adamu. Alikufia dhambi zipi? Na kama alikufia ya Adamu, unjue za leo bado zipo. Uko nazo, lazima uzitubie. Lazima uziombee msamaha. Hata ukiomba msamaha haitaisha. Mzee utakuja shika ile andiko. Kabla hujaenda kaa kidogo. Kabla hujaenda sikia ile dhambi Yesu alikufia. Kitabu kinaitwa Waebrania 2, Warumi 2:25, usikie dhambi Yesu alikufia. Kufia yako yenye unatenda leo, ati ukiua alikufia hiyo, hapana. Biblia inasema kwa maana ni 3:25 samahani. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu. Kumbe dhambi Yesu alizokufia Yesu ni zile zilizotangulia kufanywa na baba yetu Adamu huko. Hiyo ndio Yesu alikufia. Hakufia yako ya leo. Ukiua leo uko na dhambi yako bado. Mwesikia? Hata kuelewa kwamba upatanisho na Kristo. Upatanisho. Inaonyesha kuna kitu kilicho kutenganisha ama kitu kutenganisha. Na nilipopatanisho na yeye kupitia damu yake, mimi sina dhambi. Sasa ndio hata nikikuua wewe fanya hivi. Lakini mimi hebu tena asiongea. Wewe kuja siku nyingine. Na ukuja na maandiko hiyo yote uko nayo. Tunakualika yote. Siko nayo. Naona sasa ututembelee siku moja. Si ndio? Ukiwa na muda. Ndio. Kesho hata kwanza ni siku ya maandalio akuje.